Naam, karibu tena kwenye chaneli yetu kwa ajili ya kujuzana, kufundishana, kuelimishana kwenye hiki na kile. Naam, nipo hapa kwa ajili ya kuwajuza wale vijana wenzangu ambao hawajui hili, yani kipi cha kuanza katika utengenezaji wa vitanda hivi vya sofa, vitanda vya kisasa. Kati ya mimi na wewe, hakuna kijana ambaye asiyejua kwa sasa hivi, au hakuna Mtanzania asiyejua kwamba vitanda vya sofa ndio vitanda ambavyo vinauzika sana. Kila mmoja hilo analijua, na ndio njia rahisi sana kujipatia pesa wakati huu. Sasa unakaaje nyumbani kirahisi namna hiyo, na alafu una simu kubwa, unaweza ukafuatilia mafunzo kama hivi online? Ushauri wangu, mimi nilikuwa naomba muda kutoka kwako, ili niweze kukujuza kile ambacho mimi ninacho kwa wewe ambaye hautambui, na pia nilikuwa naendelea kuomba muda kwa mafundi wenzangu ambao wanatambua. Nilikuwa naomba muda wa kuendelea kujuzana. Tunajuzana tu hapa, tunafundishana, kila mmoja aweze kuingiza riziki kwa upande wake. Biashara sasa hivi imeendelea. Unaweza ukakaa zako nyumbani ukanunua mbao, ukatengeneza kitanda, ukamaliza, ukakiposti, wateja wakaja wakakinunua. Umeona, usi muda sasa wa kuchukua simu yako kukesha kuangalia vituko muda wote. Hapana, inaruhusiwa kwa sababu ni starehe, lakini angalia ni nini cha kufanya. Simu zinaingiza hela sasa hivi. Katika sekta ya kibiashara kwa sasa hivi, vitanda vya sofa au maarufu bed sofa vinauzika sana. Naona mnakutana na vitanda vingi mtandaoni vinauzwa, huyu anauza 200,000, huyu anauza 180,000. Usafiri free deliver. Najua unatamani na wewe uje kuwa fundi, unatamani kuja kuwa fundi. Sasa mimi leo hii nimekaa hapa, ama nipo hapa kwa ajili ya kukusanua kijana mwenzangu, ili uweze kutambua nini cha ukifanya na lipi ulifanye ili uweze kufanikiwa. Tunaambiwa ulicho nacho mkabidhi na mwenzio. Yani hata kama tutakuwa nusu ya vijana tukawa mafundi wa bed sofa, bado wateja wanahitajika. Kuna wateja wengi sana. Naam. Na kwa sasa hivi wewe mwenyewe unajionea kwamba vitanda vya sofa ndio vitanda ambavyo vimeuteka mji wetu wa Dar es Salaam, kwamba watu sasa hivi wanahitaji kwenda na wakati. Umeona? Kwa hiyo mimi nimejitolea kufundisha, kuwaelekeza vijana wenzangu. Pia najua kuna mafundi wenzangu. Sisite hapo chini kuacha comment, pia tunajuzana, lakini nilichokuepo nacho mimi nahitaji niwajulishe wenzangu ambao wale hawajui kabisa. Lengo langu kubwa